Karibuni tuendelee kutafakari kwa pamoja, hasa katika tafakuri yetu juu ya ubatizo. Ujumbe wetu wa leo ni maswali yanayosema, je, Yesu alibatizwa jina gani? Je, aliwahi kumbatiza mtu? Na kama alibatiza wakati gani? Sasa bado tunaendelea kupokea maswali mbalimbali kuhusu tafakari ya ubatizo, nasi tumeona umuhimu wa kuendelea kuyajibu kwa njia ya tafakuri. Kwanza tuliulizwa, iweje Yesu alibatizwa akiwa mtu mzima na sisi tunabatiza watoto wetu leo hii? Alafu tunapobatiza tunawapa watoto wetu majina ya Kikristo. Je, Yesu alibatizwa jina gani? Sasa jibu la swali la kwanza ni fupi na tulilieleza katika tafakuri iliyotangulia kuwa Yohana Mbatizaji alianza kubatiza wakati Yesu alikwisha kuwa mkubwa. Tunajua Bikira Maria alipashwa habari wakati Elizabeti akiwa na mimba ya miezi 6 ya Yohana Mbatizaji, kama tunavyosoma katika Luka sura ya 1 mstari wa 36. Manake Yohana Mbatizaji na Yesu wamepishana tu kwa miezi 6. Hivyo Yohana hakuwepo kumbatiza Yesu akiwa mchanga. Swali jingine ni je, Yesu alibatizwa jina gani? Ni muhimu kutofautisha ubatizo wa Yohana na ubatizo wa leo hii. Ule wa Yohana ulikuwa ni wa toba kwa ajili ya ujio wa Masihi au kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Ubatizo leo hii ni kumfanya mbatizwa kuwa mwanafunzi wa Yesu, na hivyo kidesturi tunampa mbatizwa jina jipya kwa sababu ya kufanyika kiumbe kipya katika Kristo Yesu. Tuliulizwa pia, je, Yesu alibatiza? Na kama alibatiza, alianza kubatiza wakati gani? Kwanza ni muhimu kutambua kwamba Yesu hakubatiza ubatizo wa Yohana, lakini wanafunzi wake walibatiza ubatizo huo katika kipindi cha mpito kuelekea ubatizo wa Yesu au kuelekea ubatizo katika jina la Yesu. Ukisoma Yohana 3 inasema, baadaye Yesu alikwenda katika jimbo la Yudea pamoja na wanafunzi wake, akakaa nao kwa muda na pia akabatiza watu. Hiyo ni mstari wa 22. Mstari wa 23 unasema, Yohana naye alikuwa akibatiza watu huko Ainoni karibu na Salem, kwa sababu huko kulikuwa na maji mengi. Watu walikuwa wakimfuata huko, naye akawabatiza. Mstari wa 24 unasema, wakati huo Yohana alikuwa bado hajafungwa gerezani. Ule mstari wa 25 unasema, ukazuka ubishi kati ya wanafunzi kadhaa wa Yohana na Myahudi mmoja kuhusu swala la kutawadha. Mstari wa 26 unasema, basi wakamwendea Yohana wakamwambia, Rabi, yule mtu aliyekuwa pamoja nawe ng'ambo ya pili ya Yordani, yani ng'ambo ya pili ya mto Yordani, yule uliyeshuhudia habari zake, sasa anabatiza na kila mtu anamwendea. Sasa mpaka hapo unaweza kusema kuwa Yesu alibatiza, lakini ukweli ni kwamba Yesu hakubatiza, bali waliobatiza
ni wanafunzi wake. Ni kwa nini tumesema hivyo? Kwanza, kabla ya kuangalia Biblia, tuangalie mifano ya kawaida katika maisha yetu. Tuchukue mfano wa rais wa nchi. Mara nyingi tunamsifia rais kuwa amefanya mambo mengi na mazuri, lakini ukweli ni kuwa sio yeye aliyetekeleza mambo hayo, bali waliotekeleza ni wale aliowateua na kuwatuma, lakini wanafanya hivyo kwa amri au maelekezo yake. Tunaweza tukathibitisha hilo hasa tukisoma sura ya 4 mstari wa 2, nayo inasema hivi: Mafarisayo walisikia kwamba Yesu alikuwa anapita na kubatiza wanafunzi wengi zaidi kuliko Yohana. Huo ni ule mstari wa kwanza. Sasa mstari wa 2 unasema hivi: lakini kwa hakika Yesu hakubatiza, bali wanafunzi wake ndio waliokuwa wakibatiza watu. Nirudie tena, mstari huu wa 2 unasema, lakini kwa hakika Yesu hakubatiza, bali wanafunzi wake ndio waliokuwa wakibatiza watu. Hapo basi tunaona kwamba Yesu hakubatiza na uhakika ndio huo. Lakini swali linabakia kwamba je, Yesu hakubatiza wakati wowote ule? Tunaona Yohana alishuhudia kuwa Yesu atabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto, na hiyo imenenwa katika Mathayo sura ya 3 mstari wa 11. Tofauti sasa na ule ubatizo wake ambao ni ubatizo wa toba ambao aliufanya kwa maji. Yohana alitofautisha kati ya ubatizo wake aliofanya kwa maji na ule wa Yesu ambao unafanyika kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Sasa je, ni lini Yesu alibatiza? Ili kujibu swali hilo, tuangalie jambo hili. Tunakumbuka wakati Mafarisayo walipomlalamikia Yesu juu ya wanafunzi wake kuvunja masuke ya ngano na kuyala siku ya Sabato. Na hii tunaisoma katika Mathayo sura ya 12 mstari wa 1 mpaka ule wa 8. Kwa maneno mengine, tunaweza kusema kuwa Yesu alimaanisha kuwa yeye ndiye Sabato yenyewe, kwa sababu alisema, mimi ndiyo Bwana wa Sabato. Ndiyo maana Yesu hakuishika Sabato na aliendelea kuponya watu magonjwa yao na kufukuza pepo siku ya Sabato. Sasa basi, je, si sawa kusema vilevile kwamba Yesu ndiye ubatizo wenyewe? Hebu tuthibitishe hilo kimaandiko. Utaona Yesu aliwatuma wanafunzi wake wakabatize kwa jina lake, kama tunavyoweza kusoma katika Mathayo sura ya 28 mstari wa 19 na vilevile Matendo sura ya 2 mstari wa 38. Vilevile Yesu anasema, kweli na kuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na Roho hawezi kamwe kuingia katika ufalme wa Mungu. Na hii inapatikana katika Yohana sura ya 3 mstari wa 5. Sasa basi, je, kwa maneno hayo tunaweza kusema kwamba Yesu alibatiza kwa mikono yake kwa kutumia maji na Roho Mtakatifu? Jibu ni kuwa
Maandiko matakatifu hayatuelezi jambo hilo, lakini maandiko yanatujulisha kuwa katika kafara ya Kalvari, Yesu alichomwa kwa mkuki ubavuni na mara ikatoka damu na maji. Na hii tunaisoma katika Yohana sura ya 19 mstari wa 33. Tukio hili la maji na damu lilikuwa la umuhimu mkubwa, kwani lilitabiriwa kabla kuwa watamtazama yeye waliyemchoma, ambayo tunaipata katika Yohana sura ya 19 mstari wa 37. Maandiko vilevile yanasema, huyu ndiye aliyekuja kwa maji na damu, Yesu Kristo, si katika maji tu, bali katika maji na katika damu. Naye Roho ndiye ashuhudiaye, kwa sababu Roho ndiye kweli. Hiyo tunaisoma katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 6 mpaka ule wa 7. Maandiko yanaendelea kusema kuwa wako watatu washuhudiao duniani: Roho, maji na damu, na watatu hawa hupatana katika jambo moja. Unaweza kuisoma hii katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 kuanzia mstari wa 6 na kuendelea mpaka mstari wa 12 au zaidi. Tuliona vilevile Yesu alimwambia yule mwanamke Msamaria, kila anywaye maji haya ya kisima cha Yakobo ataona kiu tena. Yohana 4 mstari wa 13. Lakini yeyote atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemichemi ya maji, au yatakuwa mito ya maji yakibubujikia uzima wa milele. Tunasoma hilo katika mstari ule wa 14. Sasa kwa nukuu zote hizi tunaweza kusema ubatizo wa Yesu upo katika mateso, kifo na ufufuko wake. Ubatizo wa Yesu upo katika mateso, kifo na ufufuko wake. Paulo anathibitisha haya katika barua yake kwa Warumi, ambapo aliwaandikia akisema, tulipobatizwa tuliungana na kifo chake, tukazikwa pamoja naye, ili kama vile Kristo alivyofufuliwa kutoka katika wafu kwa kitendo kitukufu cha Baba, sisi pia tuweze kuishi maisha mapya. Warumi sura ya 6 mstari ule wa 4. Sasa basi, tukirudia maneno ya Yesu aliyosema, kweli na kuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na Roho hawezi kamwe kuingia katika ufalme wa Mungu. Hii inapatikana katika Yohana sura ya 3 mstari wa 5. Sasa je, si sawa na alivyosema, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi, ambapo hiyo tunaisoma katika Yohana sura ya 14 mstari wa 6. Ukisoma sura ile ya 11 ya Yohana mstari wa 25 unasema, Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Kwa hiyo tunaona kwamba Yesu
ndiyo ubatizo wenyewe, nasi tumebatizwa katika mateso, kifo na ufufuko wake. Basi nadhani mpaka hapo tumejibu swali kwamba je, Yesu alimbatiza nani na alibatiza wakati gani? Sisi sote tumebatizwa katika mateso, kifo na ufufuko wake. Tumsifu Yesu Kristo.